Bwana Yesu asifiwe. Mtunga Zaburi anaandika kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 116 mstari wa 15. Anasema ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Na hii ni kwa sababu mauti ya mtu wa Mungu ni alama ya ushindi wa msalaba dhidi ya kifo. Ni alama ya ushindi wa msalaba dhidi ya kifo. Ndio maana Mungu anaivalue mauti ya mtu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo kama ambavyo mshereheshaji alitueleza kwamba mama pia alipenda mashairi, na kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kumwenzi mchana huu, tutapata shairi kwa kifupi kama sehemu ya enzi hiyo. Ni siku ya shukurani kwa Mungu wetu mbinguni, kwa maisha ya imani yaliyojaa thamani. Mama yetu wa imani katangulia mbinguni, tutakukumbuka mama daima mioyoni mwetu. Neema tunakulilia leo, tunaomboleza, mwisho umeufikia, sisi tunakulilia. Baba amekupokea kule mbinguni kwa Baba, tutakukumbuka mama daima mioyoni mwetu. Tumeshikwa bumbuazi, hatutakuona tena, kwa hakika ni simanzi, kwa kuwa haupo tena. Ingawa tuna majonzi, baadaye tutaonana. Tutakukumbuka mama daima mioyoni mwetu. Umetufundisha mengi kwa maisha ya imani, tena kwa upendo mwingi uliishi kwa kifani. Unao watoto wengi walokuiga imani, tutakukumbuka mama, tutakukumbuka tena. Tunakukumbuka mama, hasa tabasamu lako, ulikuwa ni alama ya utambulisho wako. Ulale salama mama, upumzike uliko, tutakukumbuka mama daima mioyoni mwetu. Leo tumekuja mama kuenzi maisha yako yaliyoweka alama kwa vizazi mbele yako. Hatutaacha kusema tunu za moyoni mwako. Kwa heri mama, kwa heri ya kuonana. Ni kweli umeondoka, ni kweli hauko nasi,
machozi yamemwagika, hili kwetu si rahisi. Japo bado tunaimarika, bado si jambo jepesi. Kwa heri mama, kwa heri ya kuonana. Umeumaliza mwendo, imani umeilinda, washuhudi wa matendo, kwa sababu ulitenda. Ulionesha upendo, wokovu wenye matunda. Tutakukumbuka neema, kwa heri ya kuonana. Mbinguni kuna furaha, shujaa umewasili. Huko hakuna karaha, wala tabu za asili. Sasa wapokea raha, kwani umestahili. Kwa heri neema, kwa heri ya kuonana. Tutakona bandarini, karamuni pa Mwokozi. Ukiwa utukufuni, siku ile ya pongezi. Tukutazame usoni, Yesu mbele ya mpenzi. Tutakukumbuka mama, kwa heri ya kuonana. Tutakona bandarini, karamuni kwa Mwokozi. Ukiwa utukufuni, siku ile ya pongezi. Tukutazame usoni, mbele ya Yesu mpenzi. Kwa heri neema, kwa heri ya kuonana. Amen. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, za kwanza zimekwisha kupita. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, za kwanza zimekwisha kupita. Hapana bahari tena kwa mji mtakatifu, hapana bahari tena kwa mji mtakatifu. Yerusalemu mpya ukishuka toka mbinguni, Yerusalemu mpya ukishuka toka mbinguni. Umewekwa tayari mji ule bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwenda kwa mumewe, na sauti yake ikasikika kutoka kiti cha enzi akisema maskani yake ni pamoja na wanadamu. atafuta Yesu yote Katika macho yetu mauti haitakuwepo wala maombolezo.
Umesahau kama Mungu aliyekuumba na kuwazia mema. Umesahau kama Mungu aliyekuumba na kuwazia mema. Yeye asema heri mtu yule asiyekwenda na wasio haki. Yeye asema heri mtu yule asiyekwenda na wasio haki, maana njia yao hao itapotea. Maana njia yao hao itapotea. Utafuteni kwa nguvu zote ufalme wa Mungu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Utafute ndugu, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Maana heri mji ule kuliko vyote. ndugu, heri mji ule Kuliko vyote. Tafuta Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. ndugu, tafuta ufalme. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Heri mji ule kuliko vyote. Heri Yerusalemu mpya. Heri mji ule kuliko vyote. Nimeitwa kwa ajili ya utambulisho. Tunao wageni, tunao watu mbalimbali, tuko kama kundi mbalimbali. Tunao wa kitaifa, tunayo familia yetu, Mchungaji Ray, Blood family, lakini pia tunayo familia ya DIC na tunao wananzengu. Sasa ili twende vizuri kwa habari ya wageni wetu wa kitaifa walioko hapa, nitamkaribisha Mama Tabitha Bank ambaye kwetu DIC moja ni katibu wa kanisa, lakini pia ni mjumbe wa baraza la kanisa. Lakini pia kwa upande wa taifa WWK, yeye ndiye mtunza hazina wa WWK taifa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumkaribisha aje atutambulishie wageni wetu wa kitaifa ambao tunao leo, na baada ya hapo nitamkaribisha atakayeweza kutambulishia familia yetu pendwa ya baba yetu Reverend Engineer Ray Seng'enge. Basi chukue fursa hii kumkaribisha Mama Bank uweze kutambulishia wageni wetu wa kitaifa. Karibu, mpigie Bwana makofi anapopita na kuweza kutupa utambulisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tunamshukuru Mungu tena. Basi nina jukumu la kutambulisha wageni wetu walioko mahali hapa. Nitaomba kutaja kitengo, alafu utakuwa unanyanyuka na kuwapungia watu mikono. Tunamshukuru Mungu, leo tumetembelewa na mkuu wa chuo cha Dodoma kinaitwa ACTS, kirefu chake ni African Continental Theological Seminary. Tuna mkuu wa chuo anaitwa Dr. Immaculate Nigula. Karibu. Mungu akubariki sana mama kwa kuja. Tunamshukuru Mungu pia tuna uongozi wa kitaifa.
na nitaanza kutambulisha kamati ya WWK Taifa. Nitaomba nikusumbue mkurugenzi mkuu. Tuna mkurugenzi wetu mkuu anaitwa Mchungaji Faraja Hamuri. Amen. Ni mkurugenzi wetu mkuu. Lakini pia tuna makamu mkurugenzi wa WWK Taifa anaitwa Mama Neema Mboma. Karibu mama. Mungu akubariki sana kwa kuja. Tuna katibu wetu mkuu wa idara yetu ya WWK ngazi ya taifa anaitwa Mchungaji Beatrice Moleli. Karibu sana mama. Amen. Tunawashukuru sana kwa kuja. Sambamba na hao wameambatana na wajumbe wa bodi ambao nao nitatamani kuwatambulisha. Tunamshukuru Mungu, tuna wakurugenzi ambao wao wanaunda bodi ya WWK Taifa. Tuna mkurugenzi wa jimbo la Temeke, Mama Lozi Semwenda, karibu upunge. Tunamshukuru Mungu, tuna mkurugenzi kutoka Tabora Kati, mkurugenzi Elsia Richard, karibu mama. Asante sana, ametoka Tabora. Tunaye mkurugenzi kutoka Bagamoyo anaitwa Mama Mwanjisi. Mungu akubariki sana mama kwa kuja. Tunaye mkurugenzi wa Kinondoni anaitwa Mama Elizabeth Chambai. Mungu akubariki sana mama kwa kuja. Na kama kuna mjumbe yoyote wa bodi ambaye ni mkurugenzi wa bodi umekaa upande huu, tunaomba sana nafasi yako ipo huku chini, tutafurahi sana kukuona. Sambamba nao naomba niwatambulishe kwa sababu mama yetu alikuwa kiongozi wa kitaifa. Nitaomba kutambua, najua wengine wapo huku ambao ni viongozi wa idara. Nitaomba kutambua wajumbe wa bodi ambao kama kuna mjumbe wa kamati ya jimbo au sehemu upo upande huu, naomba tusimame. Kiongozi yoyote kutoka jimbo lolote ambao wewe katika kamati ya jimbo, aidha ni katibu au makamu, labda ni kiongozi wa bodi ya sehemu, pia wote kwa pamoja naomba tusimame tuwapungie watu mikono. Bwana Yesu awabariki sana. Asanteni sana kwa kuja. Tunatambua pia wanawake, wachungaji wanawake pamoja na wainjilisti. Kama mpo mahali hapa na mmekaa huko, wewe ni mchungaji mwanamke, ni mwinjilisti, ngazi yoyote kuanzia ngazi ya taifa na kushuka chini, naomba tusimame tuwapungie wanawake, tuwapungie wajumbe. Amen. Mungu awabariki sana mama. Asanteni sana. Tunaomba kutambua wake za wachungaji kwa sababu kwenye idara yetu wake za wachungaji ni washauri. Tunawatambua sana. Wewe kama uko hapa na ni mke wa mchungaji yoyote, kanisa la mahali pamoja, tunaomba usimame, tunatambua sana ujio wako. Simama utupungie. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Mwisho kabisa tunatambua kama kuna viongozi wa kanisa la mahali pamoja WWK mpo hapa, kama wewe kanisa la mahali pamoja ni katibu, mwenyekiti, mkurugenzi, na wewe tunaomba utupungie. Tunajua wanaweza kuwa wamekuja. Simama punga. Amina. Basi Mungu wa mbinguni awabariki sana, na kwa nafasi hiyo naomba niwatambulishe wanawake wote kwa sababu Mama Neema alikuwa kiongozi wetu wanawake WWK. Kama uko hapa na ni mwanamke jeshi kubwa, wewe ni mwana WWK, simama kwa furaha, tumshangilie Bwana Yesu. Tupo kwenye siku ya mama yetu sana. Asante.